Sekta ya teknolojia duniani imekumbwa na taharuki baada ya kuripotiwa uvujaji mkubwa wa data unaokadiriwa kuzidi gigabytes 630. Tukio hilo limeelezwa kuwa miongoni mwa uvujaji mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya kampuni ya Apple, huku taarifa zilizovuja zikidaiwa kufichua mengi kuhusu simu mpya ya iPhone 18 Pro inayotarajiwa kuzinduliwa mwezi Septemba mwaka 2026. Kilichowashangaza wengi si kuonekana kwa picha zilizodaiwa kuwa za mfanano wa simu hiyo mpya pekee, bali pia kufichuka kwa nyaraka nyingi za siri zilizodaiwa kueleza kwa kina jinsi Apple inavyobuni, kutengeneza na kusambaza bidhaa zake kabla ya kufika sokoni. Kwa mujibu wa taarifa hizo, zaidi ya gigabytes 630 za data zinadaiwa kujumuisha michoro ya awali ya simu, mipango ya utengenezaji wa vifaa, taarifa za vipuri, nyaraka za majaribio ya uzalishaji, pamoja na orodha ya baadhi ya kampuni zinazoshirikiana na Apple katika utengenezaji wa bidhaa zake. Taarifa hizo pia zinadaiwa kufichua kile kinachoitwa supply chain, yaani mfumo mzima wa ugavi wa vifaa na uzalishaji ambao Apple umekuwa ukiulinda kwa siri kubwa kwa zaidi ya miongo miwili. Mfumo huo unahusisha kampuni mbalimbali zinazotengeneza vipuri, kusafirisha vifaa na kuunganisha simu kabla hazijawafikia wateja duniani. Kwa miaka mingi, Apple imejijengea sifa ya kuwa moja ya kampuni zenye usiri mkubwa zaidi duniani. Wafanyakazi wake pamoja na washirika wa uzalishaji hulazimika kusaini mikataba mikali ya kutunza siri ili kuhakikisha taarifa za bidhaa hazivuji kabla ya uzinduzi rasmi. Iwapo madai ya uvujaji huu yatathibitishwa, yanaweza kuwa pigo kubwa kwa kampuni hiyo. Washindani wanaweza kupata fursa ya kuelewa teknolojia mpya ambazo Apple imekuwa ikiandaa kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kuathiri ushindani wake katika soko la simu duniani. Kwa upande wa watumiaji, picha zinazodaiwa kuwa za iPhone 18 Pro zimezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wameanza kuchambua muundo wa simu hiyo, ukubwa wa kamera, muonekano wa nyuma wa kifaa, pamoja na vipengele vingine vinavyoweza kuongezwa. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa bidhaa za majaribio mara nyingi hubadilishwa kabla ya kutangazwa rasmi. Wataalamu wa usalama wa taarifa wanasema tukio hili linaonyesha changamoto kubwa zinazozikabili kampuni kubwa duniani katika kulinda data zao. Kadiri uzalishaji unavyohusisha kampuni nyingi katika mataifa mbalimbali, ndivyo hatari ya taarifa za siri kuvuja inavyoendelea kuongezeka. Hadi sasa, Apple haijatoa taarifa rasmi kuthibitisha au kukanusha uvujaji huo. Hata hivyo, wachunguzi wa teknolojia wanaamini kampuni hiyo inaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha tukio hilo na kuchukua hatua za kisheria endapo madai hayo yatathibitishwa. Iwapo taarifa hizi zitathibitika kuwa za kweli, uvujaji huu hautabaki kuwa habari kuhusu iPhone 18 Pro pekee, bali utaingia kwenye historia kama moja ya matukio makubwa zaidi ya kufichuka kwa siri za kampuni ya Apple. Tukio hili linaweza pia kubadilisha namna kampuni nyingi za teknolojia zitakavyolinda taarifa zao na mifumo yao ya uzalishaji katika siku zijazo. Kwa sasa, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa kwa Apple, huku mamilioni ya watu wakisubiri kuona kama kampuni hiyo itatoa tamko rasmi kuhusu uvujaji huo na kama simu ya iPhone 18 Pro itazinduliwa ikiwa na muundo unaofanana na picha zinazodaiwa kuvuja. Bwana, hii ni HD 700 Digital. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata update kama hizi.